Nikamwambia ukifanya mitihani ya form 6 ukafaulu kwenda chuo kikuu, zawadi yako ndoa. Na akafaulu mitihani ya form 6 akaenda kusoma chuo kikuu, nikafunga ndoa akiwa mwaka wa pili. Akiwa mwaka wa kwanza wa chuo kikuu. Mpigie makofi kwa mashabiki. Na akasema tena kwamba sasa ametembea mno kwa mguu, sasa nimuulie gani? Nikamwambia ukijiunga na masters ninanunua magari mawili. Akajiunga na masters, nikanunulia magari mawili. Hoja yangu ni nini? Tuondoe ushamba wa kunyanyasa mwanamke na kumuonea wivu wakati wote, na kudhani akifanikiwa yeye wewe uko hatarini. Tuondoe ushamba huo wa kuwaweka wanawake ndani, tukiamini kwamba wakitoka nje watatongozwa au kufanya kitu chochote. Kwanza ni wafurahisha kitu kimoja. Radha ya mwanamke lazima upokee neno kutoka mwanaume mara kwa mara. Kwa sababu hata mimi naweza kuwa mkuu wa mkoa, nina mapolisi hawa, lakini bado kuna kimwanaume na kuna kinamchongoza tena mke wangu. Ungekuwa wewe ndio mkuu wa mkoa ungefanyaje? Lakini ile ndio inayofanya mwanamke uendelee kuwa imara, kwa sababu sisi wanaume tumeumbwa kutamka neno lolote. Mwanamke samani na kupenda, yaani sisi hilo neno ni lipo kwa wote. Wao ukichukia unaisikia nature. Kwa yangu ya msingi, wanaume wote tuwaweke wanawake kwenye mifumo ya kiuchumi kama anavyofanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuanzisha hata taasisi maalum ya kuwezesha wanawake kiuchumi, ili muwe na uchumi mzuri wa kuendelea kulea watoto wetu. Lakini jambo jingine, nimesema wewe ndio 70%, wewe baki na 70%. Mimi siku moja nilikuwa narudi sana usiku nyumbani, lakini kirudi wakati bwana mkuta mke wangu ameona sana. Baadaye nikamwambia kesho tutaanza kwenda wote. Akafurahi sana. Siku ya kwanza nikaenda mahali kusubiri gari lilobeba mzigo ili vuke mpaka kwenda Kongo. Tukakaa kurudi nyumbani saa 11. Na saa 12 akatiwa aende kazini. Alipotaka kulala nikamwambia koma kamanda, hiyo ndio lazima kutembea na mume wako wakati wote. Siku ya pili hivyo hivyo. Siku ya tatu akasema hapana, nimegundua wewe endelea, kumbe wewe unakwenda kazini. Sasa tatizo jingine pia mlionalo ninyi wenzetu, msiwe ni watu wa negative perception all the time. Jengeni pia mifumo ya mtazamo chanya kuhusu ama mmeo ama kujihusu mwenyewe. Ukienda namna hiyo, maisha yako yatakwenda kwa kasi. Wasaa wangu ama wasia wangu wa mwisho kwenu wanawake wote mlioko hapa, jivunieni kwa kuwa wanawake. Jivunieni sana kwa kuwa wanawake. Mimi kwenye familia yetu, mama yetu mzazi alizaa mtoto wa kiume tu, na mimi nikawa namuomba Mungu nizae wa kike tu, ili waongeze mnyororo wa kuweza kuja kumtunza huyu mama baadaye. Hoja yangu ya msingi, ninyi wenyewe wanawake mkibali, hakuna mtu atawadharau. Lakini ninyi wenyewe mkijishusha, mwanaume atakudharau.